Setenia, Roko Sataria, Selima Koseneria Kosete, Seneko Satarabo Salika Nosa Baba. Sente me cosa riba condia. La gosete me cosente me lusa bacoria. Tatu sente bosa taborosa. Ligo tamasonte lia zopindo sancriado. Rigado sontonosa batoria tosamaya. Casondrigedo mosamia. Cosemia sonvegeni zomelia. Dozemiriga sonteli. La gosante liga somprege de cosamia rosaite roi. Lu somprege che cosombro cosai carosai. Sete me cose mi rossi adorio. Wewe ni Mungu mzuri, ni Mungu mzuri. Wewe ni Mungu mzuri, wewe ni Mungu mzuri. Wewe ni Mungu mzuri, wewe ni Mungu mzuri. Zimosta carosa mi, liko sempre gedege sombregedo. Wewe ni Mungu liyetukuka. 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 Zeka luze breira close. Zinte mela cose meliga dosemia. Zancru kore de zemeraigle zombrige danas. Zimerobo senteni. Lo zekente me clasto grosse tabayo saya. Wewe ni Mungu yeketi mahali pa juu palipoinuka. Wewe ni Mungu yeketi mahali pa juu palipoinuka. Watoto wako tunaanguka mbele zako. Watoto wako tunaanguka mbele zako. Tukisema hakuna kama wewe. Ni wewe tu Mungu unastahili. Ni wewe tu Mungu unastahili. Ni wewe tu Mungu unastahili. Ni wewe tu Yesu unastahili. Rico se me leghe du sotiosto. Le cosante listo brodo cosa pateso. Je be conto robo sata tabasso robo cotides. Lo sata
Rabasotorobosa. Zeketebekosutorositebos. Zeketebekosutorobosatakabosa. Roho Mtakatifu, karibu mahali hapa. Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, mpenzi wa moyo wangu. Roho Mtakatifu, rafiki wa moyo wangu. Watoto wako tuko mbele zako, tunakukaribisha mahali hapa. Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu. Tunafungua mbele yetu. Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, tunakubembeleza watoto wako. Roho Mtakatifu, karibu mahali hapa. Roho Mtakatifu, karibu mahali hapa. Watoto wako tuko tayari. Watoto wako tumefungua mioyo yetu. Roho Mtakatifu, karibu mahali hapa. Roho Mtakatifu, karibu mahali hapa. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Asante Bwana Yesu. Asante Bwana Yesu. Asante Bwana Yesu. Yesu. Nikupenda kwa Baba. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Yes. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya ibada leo. Mungu wetu amekuwa ni Mungu mzuri. Yeye ni Mungu mwaminifu, ni Mungu mwenye upendo. Yeye ni Mungu mzuri, ni Mungu mwaminifu. Yeye ni Mungu wa upendo, ni Mungu mzuri. Katika ibada ya leo, fungua moyo wako. Katika ibada ya leo, fungua moyo wako. Usitoke mahali hapa kama ulivyokuwa unaingia siku zote. Katika ibada ya leo, fungua moyo wako. Tunapokuwa tunajifunza neno la Mungu, mwambie Roho Mtakatifu, niko hapa, nimefungua moyo wangu. Sitaki niondoke mahali hapa kama nilivyoingia. Nataka Bwana Yesu nipeleke viwango vingine. Bwana Yesu, nataka leo nikuone wewe. Shauku ya moyo wangu Bwana Yesu ni kukuona wewe. Mwambie Bwana Yesu, nataka nikuone wewe. Siku zote wanasema neno hili. Siku zote wanasema neno hili. Unaweza kufeki miujiza, but not the presence of God. Unaweza ukafeki miujiza, lakini sio uwepo wa Mungu. Unaweza ukafeki uponyaji, lakini sio uwepo wa Mungu. Kuna watu kwenye maandiko walifeki miujiza kama wakina Farao, lakini uwepo wa Mungu hawakuweza kufeka. Unaweza kufeki, watu wanafeki kunenda kwa lugha, but you can't fake uwepo wa Mungu. Uwepo wa Mungu ni Mungu mwenyewe anakuwa halisi kwenye simu. Tazama jambo hili. Tunaposema uwepo wa Mungu, manake Mungu yupo kila mahali kwa wakati mmoja. Ni omnipresence. Yupo kila mahali kwa wakati mmoja. Sasa hivi tunapoongea, kuzimu yupo. Tunapoongea misikitini, Mungu yupo.
lakini yupo, lakini mapepo hayalipuki. Kuzimu yupo, lakini mapepo hayakimbii. Lakini Mungu hata kuzimu yupo. Duniani ndipo anapoweka miguu. Kila mahali Mungu yupo, lakini uwepo wake sio halisi. Sio, unaelewa hicho kitu? Kwa hiyo ndio tena, Mungu kila mahali yupo na uwepo wake upo kila mahali, lakini uwepo wake sio halisi. Ndio maana unaweza ukajiuliza, mbona kuna wengine wanaomba mara 5 kwa siku, mara 10 kwa siku, lakini hakuna kinachotokea? Kwa nini? Hawajui jinsi ya kufanya uwepo wa Mungu uwe halisi kwenye maisha yao. Lakini sisi tunamshukuru Bwana Yesu. Mungu ametufundisha tunapoenda kwenye maombi tunafahamu namna gani ya kufanya ule uwepo wa Mungu kuwa halisi kwenye maisha yetu. Ndio maana tunapoabudu Mungu, ule uwepo wake unavyojifunua, magonjwa kwenye uwepo wake yanaondoka. Pepo kwenye uwepo wake, pepo zinaondoka. Unaweza kuelewa hicho kitu? Kwenye uwepo wa Mungu, unapoongelea uwepo wa Mungu ni ile mahali ambapo upo kwenye maombi au sehemu yoyote, and then unamwabudu yeye, and then unashangaa uko disconnected kutoka kwenye mwili wako, alafu mtazami mwili wako, bali unamtazama Kristo peke yake. Unaweza kuelewa hicho kitu? Ngoja nikuelekeze. Kuna watu ambao walienda kwenye maombi, kipindi wanaomba Mungu akajifunua, ule uwepo wake wa Mungu ukawa halisi kwenye maisha yao. Nikupe mfano. Petro, Yohana na Yakobo walienda na Yesu mlimani kuomba. Walipofika mlimani kuomba, kipindi wanaomba, alafu ule uwepo wa Mungu walikuwa wanaona kawaida tu, wako na Yesu, lakini Yesu hakuwa halisi kwao. Yesu alikuwepo, walikuwa wanamshika namna hii, lakini ule uwepo wa Mungu ulikuwa bado hujajifunua kwao. Wako mlimani wanaomba, wakashangaa uwepo wa Mungu umefunuliwa kwao. Petro alipozinduka kutoka usingizini, anatazama namna hii, anatazama mbele, anaona watu watatu, anamuona Yesu, anamuona Elia na Musa, akashangaa. Tazama sasa, uwepo wa Mungu umekuwa halisi kwenye lile eneo. Alafu Petro akawa disconnected kutoka kwake yeye mwenyewe, alafu anamtazama Yesu, ndio anamtazama Bwana. Akaenda kwa Bwana akamwambia namna hii, Bwana, tufanye vibanda vitatu, kimoja cha kwako, kingine cha Elia, kingine cha Musa. Petro na wenzake akajisahau. Uwepo wa Mungu unapokuwa halisi chumbani kwako, kanisani, hata kama una shida utazisahau, utamtazama Bwana pekee yake. Unapokuwa kwenye uwepo wa Mungu, hata kama kuna ndugu zako wako karibu, umesimama kanisani namna hii, unaabudu Mungu, uwepo wa Mungu ukajifunua kwako. Hata wale yule uliyesimama naye pembeni unasahau umesimama na nani, bado unamtazama Bwana. Ndicho kilichotokea Petro kipindi kwa mlimani. Amekaa anaomba, afu ule uwepo wa Mungu ukajifunua kwake. Ule uwepo wa Mungu ulipojifunua, akasahau kama mlimani ameenda na kina Yakobo. Akasahau mlimani kwamba Yohana yupo. Kwa wao waishi wapi? Uwepo wa Mungu unapokuwa halisi kwenye maisha yako. So naelewa hicho kitu. Uwepo wa Mungu. Uwepo wa Mungu. Tunafahamu kunena kwa lugha, kujazwa Roho Mtakatifu. Uwepo wa Mungu kujifunua kwako ni zaidi ya kunena kwa lugha. Ni zaidi ya kunena kwa lugha. Ngoja nikuonyeshe kwenye Biblia. Kuna mtu alikuwa anaitwa Yohana, rafiki mpenzi wa Yesu. Yule jamaa alikuwa anafahamu kufanya uwepo wa Mungu kuwa halisi kwenye maisha yake. Ndio maana ilifika mahali hata walipomchukua kumfanyia mateso kila namna hakufa. Why? Kwa sababu kipindi anafanya hayo yote alikuwa disconnected kutoka kwenye mwili wake na akanamtazama Yesu peke yake. Ngoja nikuonyeshe hiki kitu, utaelewa maana uwepo wa Mungu kuwa halisi kwenye maisha yako. Kuna missionary mmoja alienda India kuhubiri kutoka Uingereza. Alipofika India, wale Wahindi walikuwa wanaabudu miungu.
Na ile miungu yao walikuwa wanaiabudu, Wahindi wakagundua kwamba mishonari haabudu yule Mungu anayemwabudu yeye, anaabudu Mungu mwingine tofauti na miungu wanaoabudu wao. Wakaenda kumwambia mfalme wao kwamba kuna mtu fulani ametoka sehemu fulani, yuko hapa na mke wake na watoto wake, hawaabudu yule Mungu ambaye tunamwabudu sisi, anaabudu Mungu mwingine. Mfalme akaandaa siku ya kutangaza katika kile kijiji chote wamwabudu yule Mungu ambao wanamwabudu wao, na huu ulikuwa ni mtego kwa yule mishonari. Tazama hilo jambo, ulikuwa ni mtego kwa yule mishonari. Wakatangaza ile siku, watu wakaenda kuabudu ile miungu mingine, wakaabudu ile miungu mingine. Mishonari hakwenda kuabudu. Mfalme akafahamu, wakamuita yeye na watoto wake, wakamwambia tunataka uabudu Mungu huyu, usipoabudu tutakufanyia kitu kibaya. Yule mtumishi wa Mungu akakataa, yeye na mke wake na watoto wake. Wakamwambia uabudu Mungu huyu, usipomwabudu tutaua watoto wako. Akasema siwezi kuabudu Mungu mwingine tofauti na yule Yesu naye mwabudu. Wakachukua silaha walizokuwa nazo, mapanga waliokuwa nayo na nini, wakachinja wale watoto wote. Mishonari akasimama akaimba nyimbo, nimeamua kumfuata Yesu, nimeamua kumfuata Yesu, sitarudi. Watoto wake wakafa. Wakamuuliza, watoto wako wamekufa, sasa inakuwaje tena? Kubali kumwabudu Mungu wetu, usipokubali tutamuua mke wako. Wakamuua mke wake. Akaimba, hata wenzangu wakiniacha, hata wenzangu wakiniacha, hata wenzangu sitarudi. Mke wake akafa. Wakamwambia, mke wako amekufa na watoto wako wamekufa, unasemaje kuhusu wewe mwenyewe? Akasema, sikubali kuabudu miungu mingine. Wakasema, tutakukata mikono yako, tutakata miguu yako. Akasema, sikubali kuabudu miungu mingine. Wakakata mikono. Akaimba ile nyimbo, msalaba mbele, dunia nyuma, msalaba mbele, dunia nyuma, msalaba mbele, dunia, sitarudi. Wakamuua, akafa. Ile nyimbo ndio ilianzia hapo. Na dunia yote tunaimba nyimbo hiyo. Kile kijiji chote kiliokoka kwa sababu kuna mtu mmoja alikubali uwepo wa Mungu halisi kwenye maisha yake. Kipindi kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana, akiomba kwa bidii. Elia alikuwa mwanadamu mwenye tabia moja na sisi, akaomba kwa bidii mvua isinyeshe, na mvua haikunyesha juu ya nchi muda wa miaka 3 na miezi 6, hadi 18 wa mwisho. Akaomba tena, mbingu zikatoa mvua, nayo nchi ikazaa matunda yake. Okay. Kwa hiyo ndio mstari wetu ambao tutakaosimamia. Biblia inatuonyesha katika kitabu cha Yakobo sasa kwamba Elia alikuwa ni mwanadamu wa kawaida kama sisi tulivyo. Lakini Elia aliomba mvua, haikunyesha. Maana huyu mtu alifunga wingu, alifunga mbingu, nayo mvua haikunyesha. Alikuwa mwanadamu wa kawaida. Akaomba tena mvua inyeshe, na mvua ikanyesha. Alikuwa ni mwanadamu wa kawaida. Lakini Yakobo anaendelea kusema, lakini yafaa sana mwenye haki akiomba kwa bidii. Nguvu ya maombi. Na kabla haujafahamu kuhusu maombi, lazima ufahamu kwamba hapa duniani tunapoishi kuna aina mbili za ulimwengu. Kabla tujaanza kuangalia kuhusu nguvu ya maombi, lazima ufahamu kwamba hapa duniani tunapoishi
Kuna aina nyingine ya ulimwengu inaishi hapa hapa, unaitwa ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili. Siongelei mbinguni, naongelea hapa, kwa sababu ukisoma katika kitabu cha Mwanzo inasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. In the beginning God created the heavens and the earth. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Mbingu na nchi, maana yake hiyo nchi ni sayari, is a planet, ni sayari. Okay, kama hiyo dunia ni sayari, that's heaven. Hiyo mbingu ni sayari, iko mahali fulani. Unaweza kuelewa hicho kitu? Kwa hiyo ili ufahamu kuomba vizuri, lazima ufahamu hapa duniani tunapoishi kuna aina nyingine ya ulimwengu ambao ni ulimwengu wa pili, unaitwa ulimwengu wa roho. Na hizi aina mbili za ulimwengu, kila aina moja ina kanuni yake ya kuishi. Kila aina moja ya ulimwengu ina kanuni yake ya kuishi, na hawa watu wanaishi katika aina mbili za ulimwengu kwa wakati mmoja. Yaani wewe ulipokaa hapa kanisani unaishi katika aina mbili za ulimwengu kwa wakati mmoja. Maana yake unaishi katika ulimwengu wa mwili, maana yake unaishi katika ulimwengu wa roho kwa wakati huu mmoja. Ulimwengu wa roho. Ukishafahamu aina hii ya ulimwengu na jinsi aina hii ya ulimwengu inavyofanya kazi, na ukafahamu vizuri jinsi ulimwengu wa kawaida, ulimwengu wa nyama unavyoweza kufanya kazi, utafanya vitu ambavyo dunia itashangaa. Usipofahamu hiyo aina nyingine ya ulimwengu, itakuwa ni ngumu sana kwako kushinda. Usipoamini kwamba kuna aina nyingine ya ulimwengu ambayo iko hapa duniani inafanya kazi, maisha yako yatakuwa ni maisha magumu. Na lazima ufahamu aina hii ya ulimwengu ina kanuni zake. Okay, kwa nini kuonyesha hiki kitu? Nimesema kwamba wewe unaishi katika aina mbili za ulimwengu kwa wakati mmoja. Maana yake ndani yako una nafsi tatu ziko ndani yako. Una mwili, roho na nafsi. Mwili wako umekaa kanisani, lakini roho yako inaweza kutoka kanisani kaenda nyumbani kwako sasa hivi. Watu hawa wawili, sio, unaweza kuona hicho kitu. Aina mbili ya ulimwengu, aina mbili ya watu katika ulimwengu huu mmoja. Sasa ndio maana unaweza kuona yule mtu ambaye anaishi katika ulimwengu huu wa kawaida na yule anayeishi katika ulimwengu wa roho, yule anayeishi katika ulimwengu wa roho ataondoka, atamwacha yule anayeishi katika ulimwengu huu wa mwili. Yule ulimwengu wa roho haozi, ulimwengu wa roho haugui, ulimwengu wa roho halimi inafunza, ulimwengu wa mwili anaugua, ulimwengu wa mwili anapata shida, ulimwengu wa mwili anaoza, ulimwengu wa mwili ni mavumbi, lakini sio ulimwengu wa roho. Ulimwengu wa roho ni pumzi ya Mungu iliyo hai. Kwa maana yake kama ni pumzi ya Mungu iliyo hai, haifi. Kinachokufa ni kile ambacho kinaishi katika ulimwengu huu wa mwili. Sasa tazama hiki kitu. Kwa maana yake tunagundua kwamba aina hizi mbili za ulimwengu zinategemeana. Aina mbili za ulimwengu zinafanya zinategemeana. Kwa maana yake ili mwili uwe na uhai, unahitaji mtu mwingine wa rohoni aupe uhai. Siweza kuelewa hicho kitu. Narudia tena. Ili mwili huu mwili wa nyama uwe na uhai, unahitaji mtu mwingine wa rohoni aupe uhai. Huyo mtu wa rohoni akikataa, huu mwili unaoza, unanuka, tunaenda kuzika. Narudia tena. Ninakuonyesha jinsi aina watu wawili wanavyotegemeana. Maana huyu mtu wa mwili hawezi kuishi pasipo mtu wa roho. Wanategemeana. Okay. Alianza kuumbwa mtu gani? Alianza kuumbwa mtu wa nje. Lakini yule wa rohoni aliumbwa miaka mingi iliyopita kwenye moyo wa Mungu. Ndio maana ukisoma katika kitabu cha Ufunuo
sura ya 17 mstari wa 8. Ufunuo sura ya 17 mstari wa 8. Ufunuo sura ya 17 mstari wa 8. Unaweza kusoma sasa. Tausema kichwani. Biblia inasema hivi, na hao ambao majina yao hayakuandikwa katika kitabu cha uzima tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Hao ambao majina yao hayakuandikwa katika kitabu cha uzima tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Okay, maana yake kuna watu ambao Mungu aliwachagua wakawa watakatifu tangu ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Mungu aliwachagua akaandika majina yao ndani ya moyo wake, kabla Lucifer hajaumbwa, kabla malaika yoyote hajaumbwa. Mungu alituchagua sisi kwanza. Wapi? Moyoni mwake. Kwa hiyo alipokuwa anamtengeneza yule mwanadamu, alikuwa anatoa kile kitu ambacho alichokuwa ameweka moyoni mwake. Okay. Kwa hiyo tunagundua kwamba matokeo ya mwanadamu kuwepo ni matokeo ya ulimwengu mwingine ambao ni ulimwengu wa roho. And then matokeo yake tukaona katika ulimwengu wa nini? Ulimwengu wa mwili. Ndio tukamwona mwanadamu, tukakuona wewe. Sasa huyu mtu anaishi kwenye bustani ya Eden. Anategemea nini ili aishi? Andika Yohana sura ya 6:33. Yohana 6:63. Inasemaje mtumishi? Yohana 6:63. Yohana sura ya 6:63. Yohana sura ya 6:63. Inasemaje? Yohana mstari wa 63. Yeah. 63 inasema, roho ndiyo itoayo uzima. Mwili haufai kitu. Maneno hayo niliyowaambia ni roho, tena ni uzima. Okay. Tazama hicho Yesu anachosema. Roho ndiyo itiayo uzima. Pasipo roho hamna mtu, hamna uzima. Soma elewa hicho kitu. Maneno ya Yesu kwamba roho ndio itiayo nini? Uzima. Roho ndio itiayo nini? Uzima. Ngoja nikuonyeshe kitu. Jishike kwenye mwili wako namna hii. Unasikia nini? Joto, si ndio? Kwenye mwili wako unaona joto, si ndio? Si ndio? Okay. Mtu akifa anakuwaje? Anakuwa baridi, si ndio? Kwa nini? Anayetoa joto amefanyaje? Ametoka. Weka mkono kwenye moyo wako namna hii. Unasikia moyo unapiga, si ndio? Kwa nini moyo unapiga? Sababu roho ipo. Kwa roho ndio inasababisha kitu kinatokea, si ndio? Roho akiondoka, huo moyo haupigi. Nyosha, fanya hivi mkono wako. Aliyefanya hivyo ni nani? Ni wewe, mwili au roho? Yes? Roho. Okay, that's good. Maana yake huyo aliyefanya hivyo akiondoka, huo mwili hauwezi kufanya hivyo. Kwa nini? Anayefanya hivyo, anaupa mwili nguvu ya kufanya hivyo, ametoka. Tunasema huyu mtu amekufa, maana yake roho yake imeondoka. Unaweza kumwona mtumishi wa Mungu hapo yuko vizuri, yuko smart, anaonekana mzuri. Unaenda unamsalimia na unamkumbatia. Lakini roho yake ikitoka, unakimbia. Kwa nini? Kwa sababu anayefanya uzuri wa mwili wako sio huyu wa nje, ni mtu ambaye yuko ndani rohoni. Ndio maana kila mtu anakutamani. Kwa nini? Kwa sababu uzuri wako hauko nje, uzuri wako uko ndani. Tabasamu lako haliko nje, tabasamu lako liko ndani. Uhai wako hauko nje, uhai wako uko rohoni, ndani. Mafanikio yako hayako nje, mafanikio yako yako ndani. Ndio maana Biblia inasema ufanikiwe rohoni, ufanikiwe mwilini. Anayeanza kufanikiwa ni mtu wa rohoni. Matokeo yake tunaona katika ulimwengu mwingine, ulimwengu wa mwili. Ni kanuni ya ulimwengu wa roho. Kwa kisha fahamu kwamba tuna aina mbili za ulimwengu na zile aina jinsi zinavyoweza kufanya kazi. Unaweza ukatazama jinsi aina mbili za ulimwengu zinavyoweza kufanya kazi. Tumeona ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili. Kwa hiyo tunagundua uhai wa mwanadamu au mwanzi mwili. Uhai wa mwanadamu uko rohoni. Anayeongea hapa sio innocent mwili. Anayeongea hapa ni innocent roho. Innocent roho akitoka, huyu wa nje hawezi kuongea. Wewe unaniangalia hapo, unanitazama. Ananitazama hapa sio wa nje. Ananitazama hapa ni wa ndani. Wa ndani akitoka, macho yako sio kama macho yanaondoka, lakini hata ukifungua namna hii macho yao. Kwa nini? Anayeona anaondoka.
Wewe unaweza kukaa au kusimama namna hii kama nilivyosimama. Kwa nini? Wa ndani ndio amesimama. Matokeo yake tunaona mwilini. Wa ndani akitoka, hata kama miguu nayo tukikusimamisha namna hii huwezi kusimama. Kwa nini? Roho ndio itiayo uzima kwenye mwili. Ukishaanza kufahamu kwamba kwa uzima wangu unatoka rohoni, utaelewa tu mafanikio yangu yanatoka rohoni. Kuna watu wanahangaika mwilini, wameokoka, wanahangaika kwa nguvu za mwilini. Bwana asipoulinda mji, aulindaye ajisumbua bure. Maanake hatutumii nguvu zetu za mwili, maanake tunahitaji roho. Maanake kuna vitu vya rohoni. Mambo yote yanaanzia rohoni, sio mwilini, lakini yanaanzia rohoni. Matokeo yake tunao katika ulimwengu huu wa nyama. Sio, unaelewa? Unaelewa? Yes. Kwa hiyo nikuonyeshe, unapoota ndoto unakuwa umelala namna hii, macho yako ya nyama yamefumba, lakini roho yako hailali. Maanake yule mtu wa ulimwengu wa roho huwa halali. Yule mtu wa ulimwengu wa mwili analala, lakini mtu wa ulimwengu wa roho halali. Ndio maana usiku macho yako ya nyama hayaoni, lakini yule mtu wako wa ndani anaona masaa 24. Ndio maana unaota ndoto ukiona yule mtu wa rohoni haoni kwa lugha ya kawaida iliyofundishwa na mama yako. Mtu wa rohoni anaona kwa lugha za rohoni. Ndio maana unaweza ukaona ng'ombe kwenye ndoto, haimaanishi ng'ombe huyu mnyama. Ndio maana Farao alichanganyikiwa. Kwa nini? Alipoona ndoto akaota ng'ombe, alifikiri labda ni ng'ombe. Haikuwa ng'ombe. Ile ng'ombe ilikuwa inamaanisha ni lugha ya rohoni. Roho yake iliona. Sio, unaweza kuelewa. Ukielewa jinsi ulimwengu wa roho unavyoweza kufanya kazi, huwezi ukapata shida kwenye Ukristo wako. Amen. Tunapata shida kwa sababu hatufahamu kwamba kuna aina nyingine ya ulimwengu ipo inafanya kazi, na sisi ni matokeo ya ulimwengu mwingine wa rohoni, na tunaishi katika aina mbili za ulimwengu kwa wakati mmoja. Ndio maana Biblia inasema katika kitabu cha Yohana kwamba wana wa giza wana hekima kuliko wana wa nuru. Why? Wana wa giza wanafahamu kwamba hapa duniani kuna aina mbili za ulimwengu. Hawezi kufanya chochote pasipo kwenda rohoni, kufanya vitu vya rohoni, ili matokeo yake yawe katika ulimwengu huu wa mwili. Lakini waliookoka hawafahamu. Wakienda kwenye biashara, wanafikiri matokeo ya biashara yao ni mwilini. Wanatumia nguvu zao kufanikiwa baada ya kwenda rohoni, kuchukua vitu rohoni kuvileta mwilini. Wa duniani wanaenda rohoni, kuchukua vitu vya rohoni kuvileta mwilini. Sio sasa kwa hicho kitu. Kama hujakutana na watu ambao wanaofahamu ulimwengu wa roho vizuri, uwezo kaelewa hicho kitu. Lakini mimi nitakwambia, kuna watu fulani mimi nawafahamu ambao wamempokea Yesu sasa, ni marafiki zangu. Kipindi wako gizani, walienda katika ulimwengu wa roho, walifahamu mafanikio haya hayaanzii mwilini. Kwa lazima niende katika ulimwengu wa roho, nikavichukue vile vitu katika ulimwengu wa roho, alafu nikisha toka huko kuvichukua nitakuja. Kwa hiyo wale ndugu zangu waliokuwa wananiona mimi ni maskini, walikuwa wananiona nje, lakini nilipotoka kwa mganga, nilipotoka kuzimu kufanya agano na adui, nilipokuja mwilini waliniona maskini, lakini rohoni katika ulimwengu wa roho nimebeba vitu nilipotoka kuzimu. Sio unaweza kuelewa hicho kitu. Unaweza kuona gari linapita barabarani, unaweza kuona mtu amefanikiwa, lakini mafanikio hayaanzii mwilini, yanaanzia rohoni. Kuna mahali alienda akatumia kanuni za ulimwengu wa roho, hizo kanuni zikafanya kitu kuwa halisi katika ulimwengu huu umwili. Naweza nikakupa mfano. Ukienda vyuo vikuu, kuna maprofesa na madaktari ambao wamesomea biashara. Kuna maprofesa na madaktari ambao wamesomea uchumi, lakini bado ni maskini. Wanafahamu kanuni za ulimwengu wa mwili, lakini hawafahamu kanuni za ulimwengu wa roho. Ili kanuni za ulimwengu wa mwili zifanye kazi, anzia rohoni. Chukua vitu katika ulimwengu wa roho, viweke halisi katika ulimwengu huu wa mwili.
wanafahamu. Unaweza ukaenda kwake ukamuuliza umefanyaje ili ufanikiwe, atakupa tu kanuni za mwilini, lakini kanuni za rohoni hakupi. Maanake unapopata kitu katika ulimwengu wa roho, vinapokuwa halisi katika ulimwengu wa mwili, unaanza kuna kanuni za ulimwengu mwili, jinsi ya kutunza kile ulichopokea katika ulimwengu wa roho. Ndio maana kuna watu unawaombea wanapona sasa, wanaenda baada ya wiki moja wanarudi wanaumwa. Kwa nini? Kupokea ni rahisi mno, lakini kutunza kile ulichopokea ni ngumu sana. Kwa nini? Kutunza hicho kitu unahitaji kanuni za mwilini, unahitaji kanuni za rohoni. Aina mbili ya ulimwengu. Mungu amekupa afya, kanuni ya kutunza afya yako rohoni na mwilini. Anza rohoni kwa kanuni za rohoni, utashangaa. Ndio maana Biblia inasema ili uweze kuishi maisha marefu, Biblia imeelekeza namna ya kufanya ili uweze kuishi maisha nini? Ikatuelekeza cha kwanza ili uweze kuishi maisha marefu, cha kwanza ili uweze kuishi maisha marefu, cha kwanza mheshimu baba yako na mama yako. Sasa na pamoja, juzi kwenye sema tulikuwa tunajifunza, niliongea kitu kuhusu kinywa, ambao nikaongelea Mithali 13 mstari wa 3. Biblia inasema yeye asiyetunza kinywa chake ataangamiza maisha yake. Those who do not control their tongue, they will destroy their lives. Biblia New Living Translation imesema hivi, those who do not control their tongue, they will never live a long life. Kwa unafahamu, okay, kanuni nyingine ya kuishi maisha marefu hapa duniani, chunga kinywa chako. So unaelewa. Unanielewa lakini? Okay, ngoja niendelee sasa nikuonyeshe jinsi ulimwengu wa roho unavyofanya kazi. Alafu niingie nikuonyeshe jinsi maombi yanavyofanya kazi katika ulimwengu wa roho. Shetani yuko kazini. Shetani haanzi ulimwengu wa mwili, anaanzia rohoni, kuseti mambo rohoni. Ndio maana Biblia inasema ukianguka wakati wa taabu, maana yake nguvu zako ni chache. Hicho ndio ninachosema. Kwa maana yake shetani hakuanza kukufanya dhaifu mwilini, alianza kukufanya dhaifu rohoni. Matokeo yake tunayaona mwilini. Huwezi ukamfunga Samsoni kama hujamfunga rohoni, kwa sababu walitumia kanuni za mwilini kumfunga Samsoni, zilishindikana. Walitumia kila mbinu, zilishindikana. Kila silaha zilishindikana. Unamfungaje mtu wa namna hiyo ambaye anafahamu kanuni za ulimwengu wa roho? Nini ikashindikana? Wakabidi waende rohoni. Cha kwanza, kwa kila mbinu walikuwa wanatumia ilikuwa inashindikana. Ukisoma kitabu cha Waamuzi sura ya 16, jambo hili likatokea. Samsoni akaenda Gaza. Alipofika Gaza akakutana na mwanamke kahaba. Biblia inasema akaingia kwake, maana akatembea naye yule kahaba. Wale Wafilisti walipofahamu ameingia kwa kahaba, wakasema ngoja tumsubiri nje kabla hajatoka. Maana yake ni nini? Ngoja tusubiri afanye dhambi kwanza, alafu akitoka nje tunamkamata. Alipomaliza kutenda ile dhambi, akatoka nje. Jamaa akabeba geti, akawapiga wale Wafilisti, wakafa wote. Nguvu hazikuisha. Unaweza kusema mtumishi unajifunza nini? Okay, ngoja nikuonyeshe. Ukiendelea mbele kwenye Waamuzi sura ya 16, Wafilisti wakafanya plani nyingine, kwa sababu plani ya kwanza walifikia akitenda dhambi nguvu zitaisha. Kwa maana yake walianza kufahamu kanuni za rohoni kumfanya mtu awe dhaifu. Kwanza cha kwanza atende dhambi. Alafu mbele nitakuonyesha kwa nini walipanga azini na mwanamke. Nitakuonyesha kwa nini. Okay, tazama hiki kitu. Akaenda mbele kidogo, tunaonyeshwa wale watu wa rohoni wakamkutanisha na mwanamke anaitwa Delila. Delila alikuwa ni mtu ambaye anafahamu kanuni za ulimwengu wa roho. Alikuwa anafahamu vitu vya ulimwengu wa roho. Alikuwa anafahamu kabisa hizi nguvu ambazo Samsoni yuko nazo hazianzii mwilini. Hizi nguvu zinaanzia rohoni. Kumbuka jambo, Samsoni alikuwa na nguvu za mwili, sio za roho, za mwili. Anaweza kunyanyua hata wewe hapa akakurusha juu na akakudaka pia. Nguvu za mwili. Lakini matokeo ya nguvu za mwili yalianzia rohoni. Kwa maadui zake wakawa wanatafuta chanzo cha nguvu zake ni nini? Wakagundua okay, chanzo cha nguvu zake ni rohoni. Wakampeleka mwanamke anaitwa Delila. Delila akafahamu kuna aina mbili za ulimwengu. Hizi nguvu si nguvu za kawaida. Hizi nguvu zinatoka rohoni. Akaanza kutafuta chanzo cha nguvu zake ni nini. Kabla hawajakuua mwilini,
wanaanza kutafuta kukuua rohoni. Ukiona wamekuua mwilini, jua walianza kukuua zamani rohoni. Okay, wakaenda kwa Samson. Wakaona yule mwanamke anamuuliza, niambie chanzo cha nguvu zako ni nini? Kwa sababu hizi nguvu sio za kawaida. Hizi nguvu ni za roho. Hizi nguvu sio za kawaida hizi nguvu. Sawa tunaziona mwilini unanyanyua mageti, unaua watu na kadhalika. Hizi nguvu sio za kawaida, kuna mahali chanzo zinatokea hizi nguvu. Akamwambia, ukinifunga kwa kamba mbichi bado. Kamba mbichi utakuwa umemaliza nguvu zangu. Akafunga. Huo sio ukweli, ni uongo, lakini nguvu hazikuisha bado. Samsoni ametenda dhambi mara ya kwanza kusema uongo, lakini nguvu hazikuisha. Unaweza kuuliza, kwa nini mtumishi Samsoni amesema uongo, amemdanganya Delila, mbona nguvu hazijaisha? Okay. Akamuuliza, niambie, umenidanganya. Akamwambia, ukivifunga vishungi vyangu bado nguvu zangu zitakuwa zimeisha. Akafunga. Akaenda akaita Filisti, njoni mkamate Samsoni. Wakaja. Walipofika, nguvu hazikuisha. Samsoni amesema uongo, lakini nguvu hazikuisha. Yule binti akambembeleza, niambie chanzo cha hizi nguvu zako nini? Akamwambia, toka kuzaliwa kwangu sijawahi kunyolewa. Wewe haujali kupita kwenye kichwa changu. Jiulize, kwani wazazi wa Samsoni walikuwa wajui? Kwani shetani alikuwa afahamu? Kwani ndugu wa Samsoni walikuwa wafahamu? Sio walikuwa wanamuona kila siku? Kwa nini hao watu walikuwa wanachunguza chanzo cha nguvu zake? Maana yake shetani alichokuwa anatafuta Samsoni atoe siri zake, aseme kwa kinywa chake mwenyewe. Unaangamiza maisha yako kwa kinywa chako mwenyewe. Wakati mwingine shetani anakuuliza vitu useme, si kwa sababu hajui, anachotaka ukiri kwa kinywa chako. Sio kwa sababu tunapoomba sala ya toba kwamba Mungu ajue umekubali moyoni na unaamini. Mungu anachotaka ukiri kwa kinywa chako. Sio naweza kuelewa tu. Delila alipofahamu akamnyoa nywele. Aliponyoa nywele akaita Wafilisti. Sasa hivi ameniambia ukweli, njoni. Wafilisti walipokuja wakasema, wewe unadanganya. Ndio, sijawadanganya. Samsoni, Biblia inasema Samsoni akafanya kama alivyokuwa anafanya mara ya kwanza. Hafu nguvu hakuna. Wameshammaliza rohoni. Mwili upo, mifupa ipo, nyama zipo, lakini nguvu za rohoni zimeisha. Kwa maana yake matokeo ya mwili ni dhaifu. Kwa nini? Nguvu za rohoni zimeisha. Shetani akitaka kukumaliza, hakutafuti mwili, anakutafuta rohoni, akuzamishe chini, akunyonye nguvu zako ziwe chini. Walichofanya, kilichofuatia ni kumtoboa macho. Kabla shetani hajaua macho yako rohoni, cha kwanza anaanza kukushusha chini, kuchukua nguvu zako. Kuna mtu unaweza kusema, mbona mimi macho yangu ya rohoni sioni? Mbona siku hizi sioti ndoto? Anachoanza kufanya cha kwanza ni kushusha nguvu zako za rohoni ziende chini. Atakutoboa macho, atakufunga, atakutumikisha. Kabla Samsoni hajaanza kutumikishwa, alianza kumalizwa nguvu za rohoni. Unapopokea kitu kutoka kwa Bwana, lazima ujifunze namna ya kutunza kile ulichopokea. Huu ni ulimwengu wa roho. Kwa ukishafahamu namna hiyo, jinsi ulimwengu wa roho unaweza kufanya kazi, ukishafahamu namna hiyo, ulimwengu wa roho unaweza kufanya kazi. Unaweza ukajiuliza, sasa shetani anafanyaje katika ulimwengu wa roho? Kabla sijaenda kwenye maombi, sijakufundisha nguvu ya maombi. Unaweza ukajiuliza swali, sasa shetani anafanyaje kazi katika ulimwengu wa roho kuharibu watu? Ngoja nikwambie jambo hili. Kuna njia 5 ambazo shetani anatumia katika mwili wa mwanadamu. Njia ngapi? 5. Na unazifahamu. Ukisoma kwenye sayansi au biolojia, waliosoma chuo au anatomy, kuna vitu 5 tumejifunza, vitu milango 5 ya fahamu. Milango 5. Kwa Kiingereza tunaita 5 sense organ. Milango 5 ya nini? Ya fahamu. Hii milango 5 sio ya mwili tu. Hii milango 5 na ya rohoni pia. Nitakuonyesha kwenye Biblia. Sio mwanadamu tu anatumia milango hii 5 ili aishi, na shetani pia anatumia milango hii 5 kumharibu mwanadamu, na Mungu pia anatumia milango hii 5 kumfanikisha mwanadamu. Okay, mlango wa kwanza
wafahamu nini? Macho. Mlango wa kwanza wafahamu nini? Macho. Mlango wa pili wafahamu nini? Masikio. Mlango wa tatu wafahamu nini? Ulimi. Mlango mwingine wafahamu wanne nini? Mlango mwingine wa tano wafahamu nini? Ngozi. Mitano. Sikiliza vizuri, usiwaze nyumbani, sikiliza vizuri, utanielewa. Utatoka mahali hapa hauko kama ulivyoingia. Fungua masikio yako vizuri, ukinisikiliza hii eneo utafanikiwa kwenye maisha yako. Sometimes hatuhitaji sana maombi, sometimes tunahitaji neno ili tufunguliwe. Ndio maana Yesu wanafunzi wake wakufanyia deliverance, kukemea pepo. Alifahamu hao wanahitaji kukemewa pepo, hao wanahitaji neno. Ndio maana alitumia muda wake mwingi kuwafundisha neno. Unaweza kuuliza, mbona Yesu hakuombea wanafunzi wake kukemea pepo? No, pepo ziliondoka kwa neno la Kristo. Unaweza kuelewa hicho kitu? Unaweza kuelewa hicho kitu? Okay, tumeona mlango wa kwanza ni macho. Macho ni silaha ambayo shetani anaitumia kuliko unavyoweza kufikiri. Ni mlango ambao Mungu anautumia kuliko unavyoweza kufikiri. Tazama kitabu cha Yakobo, ngoja nikuonyeshe hapa kwenye maandiko kuhusu macho. Tuangalie kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya pili. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya pili. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya pili. Wa Yohana sura ya pili mstari wa 16. Yeah. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya pili mstari wa 16. Yes. Maana kila kilichomo duniani, yaani tamaa ya mwili na tamaa ya macho na kiburi cha uzima, havitokani na Baba bali vinatokana na dunia. Okay. Kwa anatuambia kuna vitu vitatu hapo. Ametaja tamaa ya nini? Ya macho. Ametaja tamaa ya nini? Ya mwili. Ametaja na nini? Kiburi cha uzima. Maana yake kuna tamaa ambazo zinapita kwenye macho. Manake kuna mlango ambao unapitisha vitu fulani viingie kwenye mwili wako. Unaitwa huo mlango unaitwa macho. Sio, unaweza kuelewa hiyo? Ndio maana watu wengi walikosea kwa sababu ya macho yao. Unajua kwa nini hata vijana wanakesha kwenye Facebook na Instagram? Ili kufurahisha nini? Macho yao. Kwa nini unakuta mtu yuko addicted labda na picha chafu na kadhalika, anakaa kwenye simu yake, kwenye kompyuta yake, kwenye TV yake masaa na masaa kuangalia picha chafu? Kwa nini? Macho. Kwa hiyo shetani anatumia macho kuingiza vitu fulani ndani ya mwili wake. Ndio maana unaweza ukashangaa, unakaa kwenye simu, unaangalia picha za ngono. Unaweza ukashangaa, sasa napata faida gani? Sio unapata faida gani? Macho ni mlango. Unapokuwa unaangalia, kuna vitu vinapita kwenye macho yako. Kuna vitu vinaingia kwenye mwili wako. Haviwezi kuingia kama macho hayapo. Ndio maana inasema tamaa ya macho. Kwa macho unafungua mlango. Ukisoma kitabu cha Ayubu, ngoja nikuonyeshe kitabu cha Ayubu. Kitabu cha Ayubu 31. Ayubu 31 mstari wa kwanza. 31 mstari wa kwanza. Ayubu 31 mstari wa kwanza. Yes. Nilifanya agano na macho yangu. Basi nawezaje kumwangalia msichana? Okay. Ayubu alifahamu macho yake kuna vitu yanaingiza kwenye mwili wake inayoharibu maisha yake. Okay. Akasema okay, kama ni hivi basi niweke agano na macho yangu, sitamtazama nini. Ndio maana Biblia, Yesu akamwambia wanafunzi wake, ukimtazama mwanamke utamtazamaje? Kwa macho. Ukimtazama mwanamke na kumtamani umeshazini naye. Mlango gani umepitia? Shetani anapandikiza vitu kwa kupitia macho yako. Ndio maana Ayubu alifahamu jambo hilo, akaweka agano na macho yake. So unaweza kuelewa, unaelewa. Haleluya, haleluya. Tasoma hicho kitu. Neno la Mungu linatufunulia. Ndio maana unapokuwa kwenye maombi yako, usije ukasahau hata siku moja kuombea macho yako. Kuna watu wanaombea watoto wao, lakini wanasahau kuombea macho yao. Usije ukasahau kuombea macho yako. Mwambie Yesu, gusa macho yangu nisitazame visivyofaa. Hata nikitazama visivyofaa nisione. Kwa nini? Hivyo visivyofaa unavyotazama vinapandikiza vitu fulani ndani yako.
Na utashangaa unakuwa na tabia fulani ambazo haukuwa nazo. Zimepita wapi? Zimepita machoni. Ni mlango. Na Mungu anatumia huo. Ngoja nikuonyeshe kwenye bustani ya Eden katika kitabu cha Mwanzo sura ya 2. Mwanzo sura ya 2 mstari wa 9. Kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 9. Mwanzo sura ya 2 mstari wa 9 inasema, Bwana Mungu akachipusha katika ardhi kila mti unaotamanika kwa macho. Okay, tazama hicho kitu. Mti unaotamanisha kwa macho na kwa kufaa kwa kuliwa. Tazama. Okay, tazama hicho kitu. Shetani alipitia kwa Eva. Mlango wa kwanza aliotumia nini? Lile tunda lilikuwa linatamanisha. Kwa nini? Kwa macho. Macho yake yakatamani. Ndio maana kuna vitu vingine unafurahi tu kuviona. Ndio maana wakati mwingine tunaenda beach. Kwa nini? Macho yako yanafurahia tu kuona. Tunaangalia TV. Macho ya hakuna, kwenye TV hakuna unachopata, hakuna faida yoyote unayopata. Macho yako tu yanafurahi na kuumiza macho yako. Ndio maana unatazama hata watoto wadogo. Unaweza kukuta anakatwa anaangalia kitu kinacheza. Unashangaa mtoto anaangalia nini? Anafurahisha tu macho yake. Na hivyo vitu vinapita mpaka kwenye moyo. Lakini kitu kingine ambacho shetani anatumia ni masikio. Nini? Masikio. Kwa vile vitu ambavyo tunavisikia. Kazi ya masikio ni kusikia. Kwa shetani anatumia vile vitu ambavyo tunavisikia. Siku ya kwanza wewe unaokoka, ulianza kufanyeje? Alafu ukafanyeje? Ukaamini. Alafu ukafanyeje? Alafu ukampokea nani? Kanuni ya kwanza ilikuwa ni nini? Ulisikiaje? Kupitia mlango wa nini? Yesu akaingia ndani yako. Ni mlango. Kwa sio Mungu anatumia tu, hata shetani pia anatumia. Ndio maana unaweza ukaona, ngoja nikuonyeshe kitu. Unaweza ukaona shetani anapofanya kazi sasa kwa vijana. Unashangaa vijana wa duniani wanatunga nyimbo, unasikiliza mpaka kichwa kinawasha. Nyimbo nzima ni ngono tupu, nyimbo nzima kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Hivi mtu mwenye hekima ya kawaida tu. Hekima nini? Unaweza ukatunga nyimbo ukaweka duniani wote wakawa nasikia, kama una hekima ya kawaida ukaimba vitu vile takataka zile. Maana huyo mtu hayuko sawa sawa. Maana kuna nguvu ambayo iko katika ulimwengu wa nini? Wa roho iliyomsukuma na kumpa hayo mawazo kuandika na kuimba. Haikuishia kumpa tu mawazo ya kuandika, ikamwezesha kuweza kufanya hicho kitu. Haishi tu hapo, inamwezesha kuwafikia watu wengi kwa kadri awezavyo. Yaani kama Mungu anapotumia waimbaji, wanaimba kila sehemu tunasikia ili mioyo ya watu ibadilishwe. Shetani anatumia hao vijana mnaoona huko duniani kujaza takataka ndani ya mioyo yetu. Sasa unashangaa, kwa nini mtu aimbe ngono? Kila nyimbo unaoimba ngono. Unajua kwa nini? Unajua roho za uzinzi zinapitia wapi? Zinapita machoni, zinapita masikioni. Ndio maana unashangaa kizazi tulichopo, roho ya uzinzi na uasherati inaongezeka kwa spidi sio ya kawaida. Unaweza kujiuliza hii roho inapita wapi? Inapita kwenye masikio na kile unachokiona. Kwa hiyo kama wewe ni Mkristo unaomba, lazima ujue shetani anapita wapi kuharibu maisha yako, kuzoofisha nguvu zako za roho. Masikio. Ukienda kwenye daladala, nyimbo hizo unajaza kwenye masikio yako. Alafu hayo unayojaza kwenye masikio yako yanaenda moyoni, hayakuti neno la Mungu ndani yako. Utashangaa mwili wako unaamka na hujui hicho kitu kinaanzia wapi kwa kile unachokisikia. Sasa jiulize, tuna watoto wa miaka 5, tuna watoto wa miaka 6, wanasikia hicho kitu na wameweka hapa wanaimba kuliko hata nyimbo ya kanisani. Unaweza ukafikiria ndani ya miaka 10 tunazalisha kizazi cha aina gani? Wanafikiri wanapotokea watu wanafanya mapenzi ya jinsia moja, wanafikiri nianzia wapi? Kwa kusikia. Alianza kujaza vitu ndani yao, ikaanzia tu kwenye eneo fulani dogo tu, ikaenea dunia nzima. Na shetani anawapa kila kitu, anawapa mawazo nini cha kufanya. Shetani ndio anafanya hicho kitu. Kitu kingine ni pua, kwa kunusa.
Shetani anapita hapo kwenye pua. Ndio maana unashangaa mtu anaenda sehemu nyingine, ofisini, anashangaa harufu ya kinyesi. Pepo anazunguka hapo. Harufu ya perfume nyumbani kwako, na ujue toka wapi? Anapita kwenye pua. Kitu kingine ni kinywa chako, ambao nimeongelea Mithali 13 mstari wa 3. Soma mtumishi Mithali 13 mstari wa 3. Mithali 13 mstari wa 3. Kitabu cha Mithali 13 mstari wa 3. Yes. Ya, Mithali 13 mstari wa 3 inasema, yeye alindaye kinywa chake hulinda nafsi yake. Bali afunuaye midomo yake atapata uharibifu. Okay. Tazama hicho kitu. Anayelinda nini? Anayelinda kinywa chake. Anayelinda nini? Kinywa chake. Atafanyaje mtumishi? Kuilinda nini? Kuilinda nini? Ukitaka kuilinda nafsi yako, linda kinywa chako. Ukitaka kulinda nini? Nafsi yako, linda nini? Nikaongea Ijumaa. Usiongea vitu vya watu usiovijua. Utaharibu maisha yako. Anasemaje hiyo B? Afunuaye midomo yake atapata nini? Uharibifu. Ukitaka uharibifu kwenye biashara yako, ukitaka uharibifu kwenye afya yako, fungua kinywa chako. Fungua nini? Kinywa chako. Utapata nini? Uharibifu. Kama utaki uharibifu, funga kinywa chako. Those who do not control their tongue, they will destroy their lives. Okay, ngoja nimalizie kitu cha 5 sasa. Nikuonyeshe kitu tuingie kwenye maombi. Kitu cha 5 ni nini? Ngozi. Kitu cha 5 ni nini? Ngozi. Tazama, ukiangalia kwenye afya, ukiangalia kwenye nini? Afya. Magonjwa yote unayoyafahamu yana milango ya kupitia. Magonjwa yoyote unayoyafahamu yana nini? Milango ya kufanyaje? Ya kupitia. Na milango hiyo ni hiyo ambayo nimeitaja. Sasa ukijua kwamba ni milango hiyo ambayo nimeitaja, ujue shetani yuko kazini na Mungu yuko kazini pia. Ugonjwa wowote, ndio maana sasa hivi kuna ugonjwa. Tunafanya nini? Tunaziba pua. Kwa nini? Ugonjwa unapita wapi? Unaziba nini? Kwa nini ugonjwa unapita wapi? Sio neno hicho. Kuna magonjwa yanapita kwenye nini? Kwenye macho. Kuna magonjwa yanapita kwenye nini? Kwenye ngozi. Kuna magonjwa yanapita kwenye nini? Kwenye kinywa. Kuna magonjwa yanapita kwenye nini? Kwenye masikio. Shaka unapata pressure kwa nini? Unachosikia na unachoona. Unapata kansa kwa nini? Unachokula. Unapata malaria kwa nini? Kupitia ngozi. Sasa ngoja nikuonyeshe kitu. Ngozi ni mlango ambao shetani anatumia. Ngozi. Ndio maana kuna sehemu nyingine ambazo ni sehemu za wazi kwa mwanadamu hazikutajwa. Kwa nini? Ni mlango, lakini inapita, shetani anapita kama kupitia ngozi. Mfano, watu wanapokutana kimwili, sawa, maana yake kinachotokea si ngozi. Sio umeelewa hicho kitu? Kwa hiyo maana yake wanapokutana kimwili, kuna vitu pale vinafanyaje? Vinapita. Sio umeelewa hicho kitu? Maana yake mtu anapokutana kimwili, kuna vitu pale vinapita. Maana yake kuna roho zinapita. Vitu vingi vinapita mtu anapokutana kimwili. Mungu alipokuwa anazuia usifanye uasherati, usifanye tendo la ndoa kabla hujaolewa au kabla hujaoa. Kwa nini? Mungu alikuwa anafahamu alichokuwa anakifanya. Kwa nini? Kwa sababu anafahamu kuna vitu vingi vitaingizwa ndani ya vijana kabla hawajaoa. Kwa shetani anataka kuharibu maisha yao kabla hawajafanyaje? Hawajaoa au hawajaolewa, kupitisha vitu ndani yao. Anatumia nini? Ngozi wanapokutana kimwili. Wewe unafikiri Mungu ana faida gani kukuzuia usifanye uzinzi, usifanye uasherati? Hana faida yoyote. Wala humsaidii kwake chochote. Ni kwa ajili ya faida yako wewe mwenyewe na maisha yako. Ndio maana kipindi tuko wadogo, kuna mzee fulani alikuwa anamwambia rafiki yangu. Anamwambia, ni kijana rafiki yangu yule, akanamwambia, "Mwanangu," yule mzee hajaokoka. Mwanangu, usipende kuwa na wanawake wengi.
Yule kijana akacheka. Akasema, nyewe wazee mambo yenu hayo. Akamuuliza kwa nini? Na mimi nasikiliza. Akasema kuna vitu vingi vinapita kupitia tendo la ndoa. Mtu ambaye hajaokoka anafahamu hicho kitu. Ni mzee lakini hajaokoka, lakini anafahamu hicho kitu kwamba ngozi ni mlango. Kuna watu biashara zao zimeharibika baada ya kukutana tu na binti fulani kimwili. Kuna watu tu maisha yao ya rohoni yameharibika baada ya kukutana tu na mtu fulani kimwili. Unafikiri Mungu alivyokuwa anakataza wana Israeli katika Kumbukumbu la Torati sura ya 7 mstari wa 1 mpaka wa 5, wasioe watu wasioamini wala kufanya maagano nao? Unajua kwa nini? Kwa sababu alikuwa anafahamu kwamba huo ni mlango wa kupitisha vitu katika maisha yao na kuharibu. Sulemani alioa wanawake wengi. Cha kwanza, Sulemani aliishi miaka 60 tu. Alianza kuongoza akiwa na miaka 20, utawala wake ukatumia miaka 40, akafa akiwa na miaka 60. Alafu alipokuwa anaendelea alioa wanawake wengi. Wale wanawake wakaugeuza moyo wake, walimnyonyaje nguvu kupitia ngozi. Alikuwa ni mtu mwenye hekima, alikuwa ni mtu mwenye upako, lakini shetani alijua sehemu ya kupandikiza vitu ndani yake. Sulemani akawa anashangaa ni dhaifu, anashangaa ni dhaifu mwilini, ndio maana alikufa mapema na miaka 60. Alafu akashangaa ni dhaifu rohoni. Mwishoni akasema mambo yote ni ubatili. Anawaambia, mwanangu, maneno haya uyashike, uyaweke kwenye moyo wako, uyaweke kwenye kinywa chako, yatakulinda utembeapo, yatakulinda ulalapo. Neno la Mungu jaza kwenye moyo wako. Neno la Mungu lipite kwenye macho yako, neno la Mungu lipite kwenye masikio yako. Tamka neno la Mungu, kile neno la Mungu siku na mchana. Roho zinapita hapo kwa ile kuonyesha unajua ugonjwa unaitwa ukimwi. Unajua ugonjwa huo? Huo ugonjwa unapita wapi? Kwenye ngozi. Ngozi inaweza kupita mkononi, kwenye ulimi, sehemu ya unapofanya mapenzi, kwenye ngozi. Ngozi. Hakuna hepatitis. Kuna magonjwa mengi tu. Juzi nikawa naongea na watu, mtumishi. Nikawa naongea na watu kuhusu kansa ya kizazi, ambayo kansa inasababishwa na kirusi kinaitwa Human Hypapilloma Virus, HPV. Mwanaume anabeba, mwanaume akishabeba yeye hapati. Yeye anakuwa ni carrier tu, anabeba lakini hapati. Alafu huyo mwanaume anaenda kumwambukiza mwanamke. Mwanamke anapata. Na wale wadudu wale virus wanaenda kula mlango wa uzazi. Sasa tazama hiki kitu. Ni kitu gani ambacho mtu anaweza kabeba yeye alafu akaenda kumwambukiza mtu mwingine kama sio mchawi? Ni mchawi pekee yake anabeba kitu kibaya, anaenda kumwambukiza mtu mwingine, anaenda kumpa mzigo mtu mwingine. Ni roho. Sasa hiyo roho ya huo ugonjwa inafika wapi? Kwenye ngozi. Kwa hiyo ukifuata kanuni za Mungu utaishi maisha marefu. Kwa maana Mungu alikuwa anafahamu yote. Kabla ukimwi hujatokea, Mungu alifahamu kabla yeye. Kabla corona haijatokea, Mungu alifahamu kabla yeye. Kabla malaria haijatokea, Mungu alifahamu kabla yeye. Kabla kansa ya kizazi haijatokea, Mungu alifahamu kabla yeye. Akasema, mwanangu, ishi namna hii, namna hii, namna hii. Milango hii, funga milango hii, funga milango hii, funga milango hii, funga milango hii. Sio unaweza kuacha. Sio kila kitu unajaza kwenye masikio ya mtoto wako. Sio kila kitu unaruhusu mtoto wako aone. Sio kila kitu unaruhusu mtoto wako aweke mdomoni. Sio unaruhusu kila kitu mtoto wako akihisi. Usiruhusu chochote. Kwa hiyo kama kanisa sasa, tujifunze kukaa kwenye maombi. Maombi yana nguvu. Maombi yana nguvu. Ndio maana tunaona kizazi hiki kimepoteza imani juu ya Mungu. Kizazi hiki kimepoteza imani juu ya maombi. Kizazi hiki. Kwa nini? Kwa sababu hakijui haya yote yanayotokea duniani yanaanzia wapi na jinsi ya kwenda kutatua. Ndio maana dunia inabahatisha. Dunia haijui kweli. Huyu mtu anasema hii ni kweli, huyu mtu anasema si kweli. Huyu mtu anasema hii ni kweli, huyu si kweli. Ndio maana tuna katiba. Kwa hiyo katiba ni kile kitu ambacho sisi tunaaminiana. Lazima tuongozwe na neno la Mungu. Tuongozwe na neno la Mungu.
la Mungu. Neno la Mungu ndio kiongozi ya maisha yetu. Jaza watoto wako neno la Mungu. Omba na watoto wako. Asubuhi ukiamka, cha kwanza omba na watoto wako. Maombi yana nguvu ya kubadilisha chochote. Wale waliotangulia walishinda vita kwa kuomba. Musa alipokuwa ananyanyua mikono yake juu, walikuwa wanashinda vita. Maana yake Musa alifahamu kwamba vita vyetu si vya mwili, vita vyetu ni vya roho. Japokuwa wakina Yoshua wanaenda na upanga, wanaenda na upinde, wanaenda na bunduki, lakini ushindi wetu hautoki mwilini. Ushindi unatoka rohoni. Wale watu waliokuwa wanapigana na kina Musa, walipokuwa wanapigana na kina Musa, hawakujua nguvu ya kina Musa inatoka wapi. Kwa sababu Musa alikuwa amejificha mahali, lakini kuna watu wengine walikuwa wameenda kupigana. Kwa ushindi wa kina Musa haukuwa vitani kwenye eneo la field. Ushindi wa kina Musa ulikuwa kwenye siri. Ushindi wetu hatupati hadharani. Ushindi wetu tunaupata magotini. Come on. Mama yangu, ushindi kwenye biashara yako haupati dukani. Ushindi wa biashara yako unapata magotini. Ukisha fahamu jambo hilo, utakuwa unakaa chumbani kwako masaa na masaa usiku kucha. Unaacha kitanda masaa. Unabubujika, unanena kwa lugha. Unatengeneza mambo yako chumbani. Mambo yako yanatengenezwa hadharani. Mambo yako yanatengenezwa rohoni. Ndio. Nikupe mfano. Mama yangu kipindi analea, amenilea kwa kufanya biashara, kwa kufundisha biashara. Nilikuwa nafanya biashara toka niko na miaka 10 mpaka nilipomaliza chuo kikuu. Nikaenda kazini. Nilikuwa nafanya biashara. Kwenye ile biashara tangu nikiwa mdogo nimejifunza mambo mengi sana. Nikiwa nafanya biashara nimejifunza mambo mengi sana kuhusu huu ulimwengu. Kuna vijana rafiki zangu ambao tulikuwa tunauza nao. Wao walikuwa wanajua ulimwengu wa roho zaidi kuliko mimi. Kwa wakipeleka soda ndani ya saa moja wamepiga zaidi ya kreti 20. Mimi kuanzia asubuhi mpaka saa 12 jioni nina kreti moja. Niko nafikiri labda kwa sababu unafahamika kuliko mimi, labda kwa sababu unajituma kuliko mimi, labda unafanya kazi kuliko mimi, labda una kanuni nzuri za kutunza fedha kuliko mimi na kadhalika. Nikirudi nyumbani mama anakuuliza, "Mbona umeuza kidogo na mimi?" Hata kreti 2 hujafikisha. Na kipindi hicho tunauza soda, kipindi hicho soda ilikuwa shilingi 100 na 150. Basi hata ujifikishe mwanangu. Na mimi hata sijui cha kufanya. Niko nafikiri unaenda tu unazungusha soda zako, wateja wanakuja tu wenyewe. Sio namna. Baadaye nikajifunza vitu vinaanzia rohoni. Nilipogundua vitu vinaanzia rohoni, nilikuwa nikienda kwenye ule mnada, nazunguka ule mnada katika jina la Yesu Kristo. Wateja walio kusini kaskazini, wateja walio magharibi katika jina la Yesu Kristo. Wanunue bidhaa zangu. Mtumishi Noma ni shahidi, mdogo wangu shahidi, na Mungu aliye hapa shahidi yangu. Ndani ya muda mchache, nusu saa zima, nimepiga zaidi ya kreti 10 na zaidi. Nikagundua haya mambo hayaanzii mwilini, haya mambo ni rohoni. Ukianza kuona biashara yako inapopotika, haijaanzia mwilini, inaanzia rohoni. Kuna vitu tu fulani vinafanyika rohoni ambavyo huwezi kuviona. Ndio maana wakati mwingine unachanganyikiwa. Mbona na sefu? Mbona niko mkaribu kwa vijana? Kumbe shetani amekaa kwenye uso wako. Kila mtu akikuona anaona takataka. Nikajifunza kitu kingine kwenye duka ambalo tulikuwa tunafanya biashara. Maduka ya majirani zangu yanaonekana, watu wananunua, lakini duka langu watu hawaoni. Nini kinatokea? And then nikasoma Biblia kwenye kitabu cha Mwanzo. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na roho wa Mungu alikaa juu ya vilindi vya maji. Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Let there be light, and it was light. Mungu akatamka iwe nuru, maana yake pale mahali ilikuwa giza. Gizani huwezi kuona kitu chochote. Nikagundua kumbe dukani kwangu kuna giza. Nimetumia mbinu kwa mkarimu, kuamka asubuhi na kama it doesn't work.
kumbe kuna giza kwenye duka langu. Nikaenda nikasema kwa jina la Yesu Kristo, kila giza lililozunguka mahali hapa ninalikomandi kwa jina la Yesu Kristo liondoke, na nuru ya Kristo iangaze katika duka hili. Mteja yote atakayepita hapa aone. Utashangaa mama yangu. Unaweza kuwa ni binti, umekuwekea giza usoni kwako. Hakuna kijana anayekuita. Hakuna mchumba anayemuona, unaenda tu. Wamekufunika giza. Lazima ufahamu jinsi ulimwengu wa roho unaofanya kazi. Weka mkono kwenye uso wako, komandi kila giza lililofunika uso wako liondoke katika jina la Yesu Kristo. Ndio maana katika Isaya 60 wa kwanza inasema inuka uangaze, nuru yako imekujia. Biblia ya Kiingereza New Living Translation imeandika vizuri zaidi, inasema arise Jerusalem, let your light shine for all to see, for the glory of the Lord rises to shine on you. Arise Jerusalem, let your light shine. Nuru yako ikapata kuangaza tena. Nuru yako ikapata kuangaza kwenye biashara yako. Nuru yako ikapata kuangaza kwenye masomo yako. Nuru yako ikapata kuangaza kwenye ndoa yako. Kwenye kila eneo la maisha yako. Nuru ya Kristo Bwana Yesu ikapata kuangaza katika jina la Yesu Kristo. Giza lililofunika biashara yako liondoke katika jina la Yesu Kristo. Biashara yako unatengeneza chumbani kwako. Biashara za watu nenda kali yako. Biashara za watu zinatengenezwa chumbani, kwenye chumba cha siri. Ndio maana Yesu anasema katika Mathayo sura 6, uombapo ingia kwenye chumba cha siri, jifungie ndani mle. Usiombe ili watu wakuone unaomba. No, ingia kwenye chumba chako cha siri, jifungie ndani, anza kutengeneza biashara. Wateja hawapatikani siku hiyo umeenda dukani. Wateja wanapatikana miaka mingi kabla hujaenda dukani. Ndio maana kuna mtu anapanga usiku, siku fulani nitaenda kwa fulani kununua duka. Kwani kuna kitu fulani kimemvuta rohoni. Come on, hallelujah. Let me show you this. Kwa hiyo kuonyesha ni jambo. Siku moja nikapita Kariakoo. Nikashangaa yule mjana anapiga debe. Mwili. Tunauza kitu fulani. Unafika pale, hujapanga kununua kile kitu. Umetoka na laki moja yako nyumbani unaenda kununua kitu kingine sokoni. Alafu unashangaa, unatoka ile kitu ambacho ulikuwa umepanga kwenda kununua, unanunua kitu kingine. Unafika hata nyumbani mume wako anaanza kukulaumu. Kwani ni nini kimekufuta ununue? Maana kuna kitu roho kimekuja kwenye moyo wako, kinakorokana kwenye masikio yako, kinakukonvince nunua. Hata kama ulikuwa unataka kununua, unanunua. Unafika nyumbani unaanza kujilaumu, kwa nini nimenunua hiki kitu? Havianzii mwilini mama yangu, vinaanzia rohoni. Kuna mtu anaenda rohoni, alafu anaita wateja rohoni. Unafika kwenye duka lake, unashangaa tu anakuambia nunua. Sisi tuna hiyo damu ya Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Katika Waebrania 12 mstari wa 24, Waebrania 12 mstari wa 24 inasema hivi, hiyo damu ya Yesu Kristo inanena mema. Achilia damu ya Yesu kwa duka lako. Damu ya Yesu inanena mema. Damu ya Yesu ita wateja katika jina la Yesu Kristo. Damu ya Yesu inanena mema kwenye biashara yako. Damu ya Yesu inanena mema. Damu ya Yesu inanena mema. Utashangaa. Mteja anapita, anashangaa damu ya Yesu inamwambia nunua. Hana plan ya kununua. In the name of Jesus, damu ya Yesu inanena mema. Achilia damu ya Yesu kwa duka lako. Hivi vyote vitu vinaanzia siri kwenye maombi. Tumia muda mwingi kwenye maombi kuliko hata kwenye film. Au naona huko wanatumia muda mwingi siri kuliko kwenye film. Ndio maana unapata muda kufunga duka. Kwani wametumia muda wao mwingi zaidi siri kuliko kwenye film. Sisi tunatumia muda mwingi kwenye film kuliko rohoni, kuliko kwenye chumba cha siri. Mafanikio yetu yanapatikana film. Mafanikio yetu yanapatikana sehemu ya siri, roho. Mama, ingia kwenye chumba chako cha siri. Tengeneza ndoa yako kwenye chumba cha siri. Tengeneza moyo wako kwenye chumba cha siri. Tengeneza afya yako kwenye chumba cha siri. Kaa ndani. Bubujika ndani. Nena kuruka ndani. Mambo yanafanyika ndani yako. Mambo yanafanyika ndani yako. Mambo yanafanyika kwenye ndoa yako. Mambo yanafanyika kwenye biashara yako. Kuna nguvu naona katika maombi. Watu walifunga mvua. Ndio maana kwenye Mathayo 18 mstari wa 18 inasema jambo lolote utakalofunga duniani litafungwa na mbinguni. Utakalofungua duniani litafungwa na mbinguni. Rohoni. Usipotumia muda wako mwingi kwenye maombi, ipo siku utautumia. Siku moja nikawa nawaambia rafiki zangu wakina Noma, nikamwambia kipindi hicho tunakemea pepo masaa kadhaa. Pepo moja tu masaa 4 mtumishi unakemea masaa 4. Nikawa najiuliza, Mungu, hivi kitokea siku nikapata watu kama hawa 100, alafu mtu mmoja tu masaa 4 nitamaliza saa ngapi? Sasa imagine hicho kitu. Kama mtu mmoja tutumie masaa 4, nikipata watu 100 nitamaliza saa ngapi? Nikaja kugundua sehemu moja. Muda unaotumia
kuwafundishia sio. Tazama Yesu alipokuwa anatumia muda wake mwingi kwenye maombi. Anaanza saa 12 jioni mpaka saa 12 asubuhi. Akifika kwenye pepo huwezi kuwafundishia muda sekunde moja imetoka. Wakina Petro waliokuwa wanalala kwenye maombi, unaletewa pepo, wanakemea toka asubuhi mpaka jioni mpaka wanakimbia pepo. Unaweza kusingizia mtu ana imani. Huyu unatakiwa ufunge, unafanya moja mitatu. Muda ambao Yesu alikuwa anatumia kwenye maombi. Muda ambao Yesu alikuwa anatumia kwenye maombi. Ukitaka uende level ambazo kama Yesu alizokuwepo, wekeza muda wako kwenye maombi. Wekeza muda kwenye maombi. Ukitaka huduma yako iende juu kama huduma ya Yesu ilivyokuwa, wekeza muda wako kwenye maombi. Wekeza muda kwenye maombi. Ukitaka ndoa yako iende juu zaidi, wekeza muda kwenye maombi. Tumekuwa ni watu wa kutumia akili zetu. Tumekuwa ni watu wa kutumia nguvu zetu zaidi kuliko kutumia vitu vya roho, kuliko kutumia kanuni za roho. Ni wakati wa kuomba sasa. Songa juu. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord Jesus. Nyosha mikono yako juu sasa. Nyosha mikono yako juu, afu tulia hapo ulipo. Alafu mtafakari Yesu, muone Yesu. Alafu unaomba moyoni mwako. Unamwambia, endelea kupiga moyo, umeacha piga vile vile. Alafu mwambie Yesu ndani ya moyo wako. Mwambie Bwana Yesu, nahitaji unipe nguvu za kuomba. Sitaki kuwa ni mtu wa kuomba dakika 10 nachoka. Sitaki kuwa mtu wa kuomba saa moja nachoka. Lakini mtu ambaye niwe nikikaa kwenye maombi na kaa masaa kwa njia ya Bwana. Tafakari Bwana Yesu. Huko mtumishi wa Mungu anapiga keyboard, wewe tafakari Bwana Yesu, afa nguvu ya Mungu itakushukia hapo ulipo. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord Jesus. Endelea kuabudu Mungu wako moyoni. Ulipofunga macho yako kulia. Yes, Lord Jesus. Na nguvu ya Mungu itashuka juu yako. Wewe nyosha mikono yako juu, fumba macho yako, usimtazame mtu mwingine. Yes, Lord Jesus. Endelea kuabudu Mungu ulipo ndani mwako.
Unisamehe Bwana Yesu dhambi zangu. Unisamehe Bwana Yesu. Unitakase Bwana Yesu. Unipe nguvu ya kushinda dhambi. Dhambi usinishinde. Dhambi usinishinde. Dhambi usinishinde. Dhambi usinishinde. Unijaze na Roho Mtakatifu. Ufute jina lako kwenye kitabu cha hukumu. Na andika jina lako kwenye kitabu cha uzima. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mungu akubariki sana. Kama ukipokea Bwana Yesu, tuandike kama ukipokea Bwana Yesu. Mungu akubariki sana. Ubarikiwe sana. Wangapi wamebarikiwa? Basi kama umebarikiwa, kila mmoja pale uliponyosha mikono yako juu kwa Bwana, kila mmoja pale uliponyosha mikono yako kwa Bwana, mshangilie Bwana kwa makofi mengi.